pamoja kwa matokeo ya haraka. Waligani mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa, karibu katika kipindi cha Twende Pamoja kwa matokeo ya haraka. Mtazamaji, Twende Pamoja ni kipindi ambacho hukujia siku kama ya leo na wakati kama huu, na maudhui ya kipindi siku zote huwa tunaangazia mafanikio ya serikali ya awamu ya sita katika sekta mbalimbali. Ima inaweza kuwa ni sekta ya maji, sekta ya kilimo, sekta ya afya, sekta ya tehama na sekta nyinginezo. Kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia sekta ya ulinzi wa taarifa binafsi na haki za faragha. Mimi ni Hamisi Mkotia na kualika twende pamoja hadi mwisho wa kipindi. Ni takriban dakika 60 tutakuwa na wewe hapa kwenye kipindi kwa ajili ya kujadili mada hiyo, mafanikio ya Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi nchini Tanzania, PDPC. Na mtazamaji, ni kujuze tu kwamba Januari 28 ni siku ya faragha duniani, ambapo Tanzania kama taifa inaungana na mataifa mengine duniani katika kuadhimisha siku hii ambayo inatukumbusha haki yetu ya msingi ya kulindwa kwa faragha, heshima ya utu na usalama wa taarifa zetu kama zama hizi za teknolojia jinsi zilivyo. Wakati huo huo, Tanzania inaendelea kutafakari mafanikio ya siku 100 ya serikali ya awamu ya sita katika kipindi cha awamu ya pili ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kujadili mada hii tumemwalika hapa mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi Tanzania, PDPC, si mwingine ni Dr. Emmanuel Mkilia. Pamoja nami tutaendelea kujadili mada hiyo kama inavyosomeka katika luninga yako hapo, mafanikio ya Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi nchini Tanzania. Nikusihi tu mtazamaji, ungana nasi, fuatilia kipindi. Utafika muda katikati na wewe utaweza kushiriki kwenye kipindi kwa kuweza kupiga simu, ama utauliza swali, utaomba ufafanuzi, ama utatoa ushauri katika Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Dr. karibu sana. Asante sana. Naam. Asante sana. Hebu kwa kuanzia hapa, Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ni nini na ilianzishwa lini na majukumu yake ni yapi? Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ni tume ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa katiba yetu. Ilianzia kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 16, na ibara hii inalenga katika kulinda faragha. Kimsingi tunapoongelea faragha ni utu wako. Ilionekana kwamba kwa nchi iliyo bora na inayozingatia utawala bora ni muhimu ikahakikisha kwamba faragha ya kila mtu inalindwa. Kwa hiyo tume hii ilianzishwa kwa mujibu wa hiyo katiba, lakini ilitungiwa sheria na bunge letu, na mwaka 2022 sheria hii ilisainiwa na Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mei 1 mwaka 2023 ndipo ambapo sheria hii na tume hii ilianza kazi rasmi. Lakini tulizinduliwa Aprili tarehe 3 mwaka 2024. Kwa hiyo mpaka sasa tuna takribani miezi 20 sasa tukiwa tunafanya kazi. Na tume hii ni ya muhimu kwa ajili ya kuhakikisha hasa kipindi hiki ambapo teknolojia inazidi kushamiri, faragha inazidi kuzingatiwa. Sisi jukumu letu tunamlinda kila raia wa Tanzania anapokuwa ni sehemu ya ushiriki wa uchumi wa kidigitali. Faragha yake inaendelea kuheshimiwa na wale ambao wanapata nafasi kwa ajili ya kutoa huduma na kuhakikisha kwamba faragha hizo wanazilinda kwa kujisajili kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Dokta, umezungumza hapa kuhusiana na sheria iliyounda Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi na namna ambavyo ilivyozinduliwa na Mheshimiwa Rais. Kwa faida ya watazamaji wetu, haki ya faragha ni ipi tunapozungumza haki ya faragha? Alafu baadaye tutaangalia tume inashughulikiaje masuala mbalimbali yanayohusu ukiukwaji wa haki za faragha. Asante sana ndugu yangu Mkotia. Nadhani hata kabla sijasema haki
ya faragha ni ipi? Tufikirie kwanza, faragha yako inapovunjwa unapata athari zipi? Maisha tunayoishi na tukiwa tunaongelea habari ya utu, ni maisha ambayo umepambana nayo. Una maisha ambayo unapenda jamii ijue kwamba hivi ndivyo ulivyo, na heshima yako ikaendelea kutunzwa. Ndio tunaiongelea, ni heshima yako iendelee kutunzwa. Sasa tuna maisha ambayo tunayafanya nyuma ya pazia, ambayo hayo usingetamani mtu yoyote ayaone, lakini kwa maendeleo ya teknolojia tunavyoenda nayo na kwa ajili ya kupata huduma na kurahisisha, kwa sababu teknolojia ina mambo kama mawili matatu hivi ya msingi. Jambo la kwanza, teknolojia inataka kurahisisha ili kuhakikisha kwamba utoaji wa huduma inakuwa ni rahisi. Badala ya mtu kusafiri kutoka hapa mpaka kwenda mahali fulani ili apate huduma, kwa teknolojia itarahisisha hilo mambo. Kwa hiyo ukiangalia ubunifu, jinsi teknolojia inavyokuwa, lengo ni kumhudumia mtu, lakini mtu hawezi kuhudumiwa bila kutoa taarifa zake binafsi. Sasa zile taarifa nyingine ni siri. Angalia kwenye mifumo ya kiafya, angalia kwenye mifumo ya kifedha, angalia kwenye mifumo mbalimbali ambayo taarifa zako zinakuwa ni sensitive. Sasa tunaposema kwamba taarifa zako ni zipi, ni taarifa zile ambazo usingependa mtu mwingine azijue isipokuwa yule aliyepata nafasi ya kuzipata kwa ajili ya kukuhudumia abakie nazo. Sasa uwepo wetu ni kuhakikisha hiyo sheria tunaisimamia, na kwamba yule ambaye anapata nafasi ya kukusanya na kuchakata taarifa binafsi anakuwa na jukumu la kuhakikisha zile taarifa hazivuji kwa mtu mwingine, na anaendelea kumpa imani, trust, mtu ambaye anamhudumia kwamba zile taarifa atazitumia kwa makusudio yale tu ambayo yamekusudiwa. Kwa hiyo taarifa zile zikivuja, maana yake ni kwamba hata kama ulikuwa unafanya kazi nzuri na nini, kuna taasisi zitakwambia bwana, huyu kwa heshima, kwa jinsi ambavyo taarifa zake binafsi zilivyo, hatakuwa na sura, hataweka taswira nzuri ya taasisi yangu. Kwa hiyo unafukuzwa kazi. Kuna watu wamefukuzwa kazi, kuna watu wamejinyonga, kuna watu kwa hiyo unaweza kaona umuhimu wa kulinda taarifa hizi, na hasa katika kipindi hiki ambacho Tanzania yetu inaenda kwenye uchumi wa kidigitali, ili hata hau ubunifu unaoendelea wa teknolojia ukawa na tija. Dokta, kwa tathmini, ama inawezekana mmefanya utafiti ama namna gani, matukio ya ukiukwaji wa haki ya faragha za watu yakoje nchini Tanzania? Matukio haya bado yapo mengi na yanafanyika wakati mwingine kwa kujua au kwa kutokujua. Ndio maana ndugu yangu Mkotia, tunakutana hapa tunaongelea hili jambo, na hasa katika kipindi hiki cha wiki ya faragha iwe ni sehemu pia ya elimu kwa Watanzania wote, kwa sababu sheria hii inalenga katika kuhakikisha haki zao za faragha zinalindwa. Unaweza kukuta MC yuko kwenye harusi anachukua video, na kwa sasa inavyotakiwa kistaarabu, wanatakiwa watengeneze consent paper ambayo inaonyesha kwamba matukio yote tutakayoyachukua hapa yatakuwa ni kwa ajili ya sherehe hii tu na kwa kumbukumbu labda ya familia. Umenielewa? Lakini unakutana nayo kwenye mitandao ya kijamii. Unakuta pale, nijua watu nilishakuwa safi, nimefurahi, nimepanda juu ya meza, nimepiga vyombo. Sasa hilo sio jambo jema. Ukijua kwamba mimi niko najua kwamba kwenye tukio la sherehe tu labda la mjomba wangu au nani, sawa. Sasa niko pale, yeye nafikiri anafanya vizuri ili aweze kupata kazi nyingine kule. Yule ni mkusanyaji na mchakataji wa taarifa, na ilitakiwa itoe consent. Mimi haikuwa lengo langu niwe kwenye media, na pengine itaonekana sio mwadilifu tena, sijiheshimu. Kwa nini sikuweza kujua nina hadhi hii na nisifanye hivyo? Tayari hiyo inakuwa imeleta shida. Kwa hiyo tunatoa wito kwamba tujue faragha ni kitu cha muhimu sana kwa mtu yoyote, ni haki yake ya kikatiba, na hii sheria iko kwa ajili hiyo. Kwa hiyo mtu kama yule ukija kumshtaki, ndio inaweza kawa ni kesi kubwa ikaenda mpaka kwenye jinai. Kwa hiyo unaweza kaona mazingira tulionayo, kuna watu wanakiuka kwa kujua na wengine wanakiuka kwa kutokujua. Lakini kwa misingi hiyo tunayoisema hapa, sheria hii ni ya muhimu,
na ni muhimu sana wananchi wakaweza kujua haki yao ya msingi ya faragha. Dokta, umezungumza kwamba mmeundwa kwa mujibu wa katiba na mtazamaji wa Twende Pamoja, hii ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba hii ibara ya 16 ambayo Dr. Mkilia amezungumza, hii ndipo msingi wa tume hii ya ulinzi wa taarifa binafsi ilipotokea hapa, na tunaposoma hii ibara Dokta, inaonyesha ni kwa namna gani ambavyo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inalinda utu wa watu kabisa, lakini faragha za watu kabisa, na namna ya kuchakata zile taarifa. Katika ibara hii ya 16 mtazamaji, inasema kila mtu anastahili kuheshimiwa na kupata hifadhi kwa nafsi yake, maisha yake binafsi na familia yake na unyumba wake, na pia heshima na hifadhi ya maskani yake na mawasiliano yake ya binafsi kabisa. Ibara ya 16. Sasa kwa lugha nyepesi kabisa Dokta, ni kwa namna gani mnavyotembea na ibara hii ya 16 ili kuhakikisha utu wa Watanzania unaendelea kulindwa na taarifa zao zinaendelea kulindwa? Wakati mwingine waga napenda sana, ndugu yangu mtangazaji, kuongea kwa mifano. Katika hii dunia tuna vitu ambavyo tunavifanya ili tuweze kuendelea kuishi. Kuna mali tuna accumulate ambazo tunataka tuendelee zitusaidie. Kuna watoto tunakuwa nao, watoto tunataka na wenyewe waendelee. Kuna taarifa nyingi sana ambazo tunazifanya ambazo ndio zinakutambulisha, na hizo ni taarifa zako binafsi. Tuna mpaka hizi kadi labda za NHIF, umewaandika watu ambao unataka wajulikane kwamba hawa ndio watahudumiwa kwa ile haki yangu niliyopewa kiserikali na vitu hizo, ni taarifa binafsi. Sasa tunapoongelea hii, ndio maana tunasema kwamba faragha ndio maisha ya mtu kwa ujumla. Na kama ni maisha ya mtu kwa ujumla, kwa sasa changamoto kubwa iliyopo ni kwa sababu ya kukua kwa teknolojia. Mifumo inasomana, na nakumbuka wakati Mheshimiwa Rais akizindua tume hii ya ulinzi wa taarifa binafsi, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kabisa. Maelekezo yake mojawapo ilikuwa ni kwamba kuhakikisha mifumo yote inasomana. Sasa tukihakikisha mifumo yote inasomana, maana mifumo ya ardhi inasoma taarifa zako zote zinazohusiana na umiliki wako wa nyumba na kila kitu. Mifumo ya kifedha inasoma ankala zako zote. Mifumo ya kiafya inasoma afya yako na jinsi ilivyokuwa. Mifumo labda ya insurance inasoma vitu ulivyo insure. Sasa hii mifumo si inasomana? Ndio. Wakati mwingine ili kupunguza risk, mtu anaweza akaamua akaenda kuchukua taarifa zilizoko za kifedha kuweza kujua uwezo wako na muscles ya kifedha. Kama taarifa ziko katika kifedha kielektronia, market zinaweza zikaonyesha trend yako ya kipato na jinsi gani inaendelea. Ikiwa kwa ridhaa yako sio tatizo, lakini ikiwa sio kwa ridhaa yako ni tatizo. Lakini unaiona hapo kuna biashara. Maanake kama huyu mtu mwenye kazi hii anaweza kuchukua taarifa kwenye taasisi nyingine, maanake anaweza kujua kwamba ni mkopeshe au nisimkopeshe, huyu ni mhudumie au nisimhudumie, status yake ya kiafya imekaaje, huyu anamiliki nini. Lakini unaweza kuona jambo hilo hata kiusalama sio jema, kwa sababu utaendelea kupigana na vita vya maisha. Unataka upate kazi, unataka ufanye nini, hata kama ulivipata kwa halali bado vinaweza vikakuletea shida wakati mwingine. Kwa hiyo hizi tunaposema kwamba iwe ni haki ya kikatiba na kila mtu ilindwe taarifa zake binafsi, malengo yetu ni kuona kila Mtanzania anaishi akiamini, na asipoamini hatatumia hii teknolojia. Kwa hiyo tutakwamisha juhudi za dira yetu tunayoiongelea sasa hivi ya 2050 ambayo inaamini katika matumizi ya teknolojia. Tutakwamisha hata huu mpango wetu Digital Economy Framework ya 24-34 ambayo inahimiza matumizi ya teknolojia ili tuweze kwenda. Kwa hiyo sisi kama sisi tunavyoangalia, tunaona kwamba kwa kuwepo kwetu ndio tunaongeza uaminifu kwamba wananchi waweze kutumia teknolojia hii ili tuweze kuiona hiyo Vision 2050 tunaifikia inavyotakiwa, ili tuweze kuona uchumi wa kidigitali unatokea, ili tuweze kuitekeleza vyema falsafa
au kauli mbiu yetu ya kusema kazi na utu. Maana kazi na utu, tutumie akili zetu wote kama Watanzania, tutumie teknolojia, alafu hatua ya mwisho tuhakikishe huduma zetu zimeboreka zaidi, watu wananufaika, watu wanajumuishwa katika uchumi, na watu wanaamini kwamba teknolojia ndio wezeshi katika kufikia malengo yetu ambayo tunasafiri nayo. Mtazamaji wa Twende Pamoja kwa matokeo ya haraka, mada hewani kwa siku ya leo tunaangazia mafanikio ya Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi nchini Tanzania, na tumemwalika hapa mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi Tanzania, Dr. Emmanuel Mkilia. Pamoja nami tunaendelea kujadili mada hii, na nikusihi tu mtazamaji, endelee kufuatilia kipindi. Baadaye utashiriki na wewe kwenye kipindi kwa kupiga simu. Hapo utauliza maswali ama utaomba ufafanuzi katika baadhi ya hoja ambazo Dokta amezungumza hapa, lakini zimekupita kushoto, ama wakati mwingine unaweza kutoa hata ushauri. Dokta yuko hapa pamoja na wataalamu wake wa tume, watapokea ushauri na watakwenda kufanyia kazi. Nia na madhumuni ni kuhakikisha kwamba yale ambayo serikali ya awamu ya 6 imekusudia kupitia tume hii katika swala zima la ulinzi wa haki ya faragha pamoja na ulinzi wa taarifa binafsi za watu, basi linatimia na kutekelezwa. Dokta, miongoni mwa majukumu yenu mnapokea malalamiko ya wananchi kuhusiana na swala zima la ukiukwaji wa haki ya faragha pamoja na ulinzi wa taarifa binafsi. Labda swali hapa kwamba ni malalamiko ya aina gani hasa ambayo mnayapokea? Tunapokea malalamiko ya uvunjifu wa faragha, wakati mwingine ni kati ya mtu na mfanyabiashara. Tunapokea malalamiko ya uvunjifu wa faragha labda kwenye matumizi ya mitandao. Hizi simu zinaweza zikamhusisha mkusanyaji na mchakataji, au zikahusisha wateja kwa wateja, au mwenza na mwenza wake, watu wakiamini kwamba huyu akiwa ni mwenza wangu basi simu yake ni ya kwangu, na kwa mujibu wa sheria hii sio sawa. Faragha yako ni faragha yako. Sheria hii inamtambua mtu mmoja, na mtu ile faragha yake ikitoka iwe ni kwa ridhaa yake. Kwa hiyo tunapokea mambo mengi kama hayo. Unakuta mtu labda amepiga picha ya mtoto, anamweka kwenye mtandao, anatangaza nguo anazouza za watoto, lakini bila ridhaa ya mzazi. Lakini pia hata huyu mtoto ana haki baadaye, akishapata akili timamu, tumeona kwenye nchi za wenzetu, anawashtaki wazazi, mimi sikuwaelekeza mniweke kwenye mtandao, kwa nini mnaniweka kwenye mtandao? Anapokuja kuwa mkubwa akapata akili, kwa sababu haikuwa ridhaa yake. Kwa hiyo manake ni kwamba tujaribu kuangalia hata ya matumizi ya mitandao tunayofanya. Tunapata kesi nyingi za aina ile, watu wakilalamikiana kwa mtindo huo na mtu kwamba amenivurugia faragha namna hii. Unakuta mtu kama hivyo ninavyosema, watu wanapata muda mwingine wanataka kwenda kufurahi, mwenye baa anamchukua picha anamweka kwenye mtandao, page yake ya baa, kuonyesha kwamba hapa ndio sehemu watu wanaenjoy vizuri. Ni maisha ya kawaida. Lakini tunapojenga utamaduni wa kuweza kujua faragha ya mwenzako, unaweza ukaiweka wazi, wewe ukafikiria labda anafurahia, hilo ni tatizo. Na tunaona mwitikio sasa hivi, watu wameshaanza kujua hili. Mtu anakurupuka tu anasema, bwana, hebu naomba namba ya Mkotia, mimi natoa. Hiyo ni taarifa binafsi. Ni taarifa binafsi? Yes, ni ya kwako, inakutambulisha. Namba ya mtu bila ridhaa yake, ni kosa, sio ustaarabu. Ustaarabu ni kupigia aisee, mtu fulani ananiomba namba yako ya simu, unaridhia nimpe? Naambia huyo bwana ni rafiki yangu, mpe, hamna shida. Kumbe unaweza kumpa mtu mwingine. Ndio maana tunasema ulinzi wa faragha una mahusiano makubwa sana hata na usalama wako binafsi. Kwa hiyo mtu anaweza akapata taarifa yako, inakuwa ni chanzo cha entry ya kuweza kupata kiurahisi na ikaleta shida kwenye usalama wako. Ndio maana tunapoziangalia hizi taarifa binafsi na faragha, ni jambo la muhimu sana, kwa sababu tunamlinda mwananchi mwenyewe, ni muhimu akajua faragha yake ni ya muhimu. Umeona hapa nilikuwa nakwambia kwamba wakati mwingine kwa kujua faragha zetu, wakati unaenda kupata huduma, unataka kupata sehemu ambayo unataka kupumzika na kulala, unaulizwa kabila,
unaulizwa dini, unaulizwa umekuja leo, unaondoka lini, na ukitoka hapa unaelekea wapi. Hizo taarifa zote zinahusiana na wewe kupewa siku ya kulala moja, chumba kimoja kwa kulala kwa siku moja. Kwa hiyo tunataka, mwananchi anauliza, kwa nini unataka taarifa zote hizi? Kwa nini nisingetoa kitambulisho changu? Kwa sababu tuna mamlaka za utambulisho ambazo zinakusanya taarifa nyingi. Taarifa zilizoko NIDA ni taarifa za kutosha sana. Kwa hiyo ukitoa kitambulisho kiwe pale na kuhakikishia taarifa hizo zitalindwa namna gani. Ndio maana kwa sheria hii hata hao ambao wana hizo loji wanatakiwa wajisajili kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ili wajue jukumu lao la kulinda faragha na mambo gani yanaweza katokea ni athari pale taarifa zinapotokea vibaya. Tuchukulie loji kubwa au hoteli, inachukua taarifa zako inakuingiza kwenye mfumo wao. Maanake zile sababu tu ya kutaka kulala usiku mmoja. Sio mbaya kama zile taarifa wataziretain na zisitoke kwa mtu mwingine. Unajua kitu kikiingia kwenye teknolojia ina uwezo wa kutengeneza taarifa nyingine ambazo zitahusiana na tabia yako. Kwamba huyu jamaa anakujaga kila Ijumaa na uwaga ni lazima aondoke Jumatatu asubuhi. Hizo taarifa zikienda kwa mtu mwingine ambaye ni mbaya wako ni hatari. Kwa hiyo kama taasisi ya namna ile inakusanya taarifa, haijajisajili na tatizo likatokea, ukaja kulalamika tume. Kwa hiyo kosa la kwanza, haijajisajili. Kwa hiyo ilikuwa nakusanya na kuchakata taarifa binafsi bila kufuata sheria hii ya ulinzi wa taarifa binafsi. Kosa la pili, kama mkusanyaji na mchakataji alishindwa kutekeleza mkataba na sheria inavyotaka kwamba zile taarifa zingetumika tu kwa ajili ya kukupa maradhi na kukuhudumia malazi. Yes. Kwa hiyo unaona jinsi tunakoelekea. Na ndio maana tulikuwa na mafunzo wiki mbili zilizopita kule Arusha na yalifungwa na Mheshimiwa Waziri wetu Mheshimiwa Angela Kairuki. Ametoa nani ya mwisho kujisajili kwa hiari. Weka nukta hapo Dokta, alafu baadaye tutakuja kuuliza kwamba kujisajili kwa hiari na ule muda ambao umetolewa na Mheshimiwa Waziri. Sawa. Kama ulivyosema awali hapa, umesema kwamba faragha yako ndo utu wako kabisa, na ndo maisha yako kabisa, na ndio kwa maana serikali ikaja na sheria hii na chombo hiki kwa ajili ya kulinda faragha za watu na taarifa binafsi za watu. Lakini umesema hapa kutoa namba ya mtu bila ridhaa yake ni kosa. Lakini je, ili jingine Dokta, kuna hili swala la diversion calls. Unakuta mtu anachepusha simu ya mtu bila ridhaa yake kwa kutaka tu kufuatilia mwenendo wa mazungumzo yake. Inaweza ikawa aidha mtu anataka kuongea na mchepuko alafu lakini mwenza wake anafuatilia. Hii ikoje? Hilo ni kosa kisheria, na inaweza kawa ni kosa pia, sio lazima liwe kosa la sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Inaweza ni kosa la kimtandao, kosa la kimtandao pia, kwa sababu tuna sheria 3 hapa ambazo zinashughulika na mambo yote ya kimtandao. Tuna sheria ya kwanza hii ya sheria ya uhalifu wa kimtandao, Cyber Crime Act ya mwaka 2015, na tuna sheria nyingine ya miamala ya kielektroniki ambayo hii tunaita E-Transaction Act, na yenyewe pia ina maelekezo yake, na zilikuwa zinatakiwa ziwe sheria 3, na iliyokuwa imebaki kwetu ilikuwa ni sheria ya Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Kwa hiyo tunaposimamia sheria hii, si kwamba sheria hii inasimama peke yake, na huaga haiko hivyo kiutaratibu. Tunajaribu kuangalia unajua, kwa mfano tunapoangalia hata kwenye sheria yetu ya Penal Code kuna kitu huaga kinaitwa kwa Kilatini wanaita mens rea na actus reus. Mens rea ni nia ovu. Kama nimechepusha kwa nia ovu, hiyo ni criminal kama criminal nyingine. Na kwa nini nichunguze mambo yako binafsi bila wewe mwenyewe kuridhia? Hilo ni kosa. Hilo ni kosa. Unakuta jamii huko kwa mambo ya wenza wanasema wewe na mimi ni wenza, simu yako ni simu yangu, kwa nini unaficha nisiangalie simu yako? Ni kwamba sisi ni wanadamu na mwanadamu alikuja peke yake.
na kama alikuja peke yake mitazamo yake na kila kitu kwanza tunakutana tukiwa watu wazima bwana, unasahau jambo hilo. Kwa hiyo kuna mambo yako mengine ambayo usingependa yajulikane. Ina maana unataka kuniambia wewe na mwenza wako unamweleza kila kitu ulichonacho na kila kitu unachofanya na kila kitu unachofikiria? Hapana. Kwa nini unafanya hivyo? Sasa kuna mambo ya kwangu. Ni faragha hiyo. Hiyo si ndio faragha? Na je, ikienda upande wa pili ungejisikiaje? Au kwa lugha tu rahisi kabisa, kwenye phone book yako una contact number ngapi? Nyingi. Zote anazijua mke wako? Hapana. Anajua ni kwa sababu gani ulichukua? Hapana. Hiyo ndio faragha yako. Kwa hiyo jambo la faragha na katiba inamtambua individual kwamba inakulinda wewe na furaha yako na maisha yako na faragha yako. Maamuzi unayoyachukua si kwamba wewe umekuwa ni bidhaa. Unajua kuvunja faragha yote unageuzwa kuwa bidhaa. Okay. Lakini kama wewe ni binadamu mwenye feeling, maana yake ni kwamba kuna vitu unapenda kushare na kuna vitu upendi kushare. Ndio maana nikakwambia maisha ni yale tunaotaka tuonekane, tunaonekanaje mbele ya jamii, na kuna mambo ambayo tunafanya nyuma ya pazia ambavyo mengine yanatupa furaha lakini hatupendi mtu yote ajue. Na hayo ndio sheria hii inamtaka mtu anayepata nafasi ya kuyapata kwa ajili ya kukuhudumia ayatumie kwa sababu mliokubaliana. Hiyo ndio faragha. Umeelewa? Kwa hiyo kudeviate simu ya mwenzako ni kosa. Kwa sababu hata namba zilizoko kule huwezi kuzifahamu zote. Na alikuwa na maisha kabla ya kuanza kuwa maisha na wewe. Si ndio maana tunasaini mkataba bwana hata kwenye ndoa. Sasa nikurudishe kwanza nyuma hapa. Pale ulipozungumza habari ya ule muda ambao watu wamepewa kuweza kusajili. Hawa wakusanya taarifa ni akina nani na wanachakata nini ambao mnashughulika nao hao? Sisi tunamwangalia mkusanya taarifa ni mtu yoyote ambaye anachukua taarifa binafsi za watu wengine kwa ajili ya kutoa huduma fulani ambayo wanaitoa. Huyo ni mkusanyaji. Na mchakataji ni yule anapozipata zile taarifa anaweza kaunganisha na huduma anazozitoa. Kwa mfano tunaweza tukachukulia mkusanyaji wa taarifa, nitachukua utambulisho wako. Let's say mimi nafanya kazi labda ya microfinance au ni benki. Tutahitaji utambulisho wako, fingerprint, nini. Hizo zote ni sensitive information kwako. Nikishazipata sasa nitasema huyu amefungua akaunti ya aina fulani, ameingiza hela ya kuanzia ya aina fulani, atatumia ATM, atatumia internet banking. Hizo ndio naanza kuzichakata ili nikupe hizo taarifa uzipate, ufanyie kazi na upate huduma ambao utaipata mahali popote. Hapo ninachakata hizo taarifa. Nitajua sasa umetoa hela, kwenye rekodi yangu inaonyesha. Umeingiza hela, kwenye rekodi inaonekana. Hapo unachakata. Kwa hiyo hapo ndio unaweza kuona. Kwa hiyo si lazima iwe taasisi, lakini inaweza kuwa ni taasisi ya serikali, inaweza kuwa ni taasisi binafsi, anaweza kuwa ni mtu ambaye yeye shughuli zake hizo zinahusisha kuchukua taarifa za wateja wake. Kwa hiyo hiyo tayari inakufanya uwe hivyo. Inaweza kuwa ni hoteli, inaweza kuwa ni chochote, ili mradi kwamba ili utoe huduma kwa mtu mwingine utahitaji kuchukua taarifa zake binafsi. Kwa hiyo unatakiwa kujisajili. Dokta, kuna mafanikio gani ambayo yamepatikana tangu tume hii ilipoundwa na ilipoanza kufanya kazi, ambayo nyinyi kama watu wa tume mnatembea nayo kifua mbele ukilinganisha na kipindi cha nyuma kabla tume hii haijaundwa? Kwa kweli tume tunakimbia vizuri sana na tunaona manufaa kwa jamii, tunaona manufaa kwa wawekezaji, tunaona manufaa katika maono yanayoendelea kwa sasa, tunaona manufaa katika maendeleo ya kiteknolojia vile vile. Manufaa kwa watu, tumeshaona watu hata mtaani, hata kwenye mitandao tunaona maisha ya watu. Asema bwana wewe unachokifanya hivi unaijua Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Kwa hiyo ni elimu imeanza kuwaingia watu na kuweza kuelewa kwamba faragha yake ni muhimu sana katika mazingira haya ya kawaida, na watu wameanza kuhoji wakati mwingine inapoonekana mtu anachukua taarifa kupita kiasi. Lakini pia kuna sehemu watu wana nani, ni kitu cha kawaida, unaweza kaenda ukakutana na watu wanafungia
maandazi CV yako Sasa lile ni kosa. Kama ulipeleka sehemu fulani, wale walikuwa ni wakusanyaji wa taarifa zako binafsi. Unajua CV ni taarifa zako binafsi. Ndio. Yes. Kwa hiyo tunaona watu wanaona hayo, tunaona hao watengeza maudhui kwenye mitandao ya jamii, nao pia tunaona wameanza kutengeneza kitu cha namna hiyo na kuonyesha athari ya mtu akinapofanyiwa vile ni nini kinachotokea. Kwa hiyo tunaona hiyo. Tukiangalia kwenye swala zima la uchumi wa kidigitali, tunaona jinsi taasisi ambazo zinakusanya na kuchakata taarifa binafsi ambazo zimeshajiandikisha, kwa sababu sasa hivi tunaongelea zaidi ya 900,000 yani zimeshajiandikisha. Nini taasisi? Milioni 9. Milioni 9 taasisi? Sio milioni 9, 9,000 zimeshajiandikisha taasisi, zimeshajiandikisha kwenye usajili, lakini tuna hawa DPOs, Data Protection Officer, tunao zaidi ya 10,000 ambao katika mafunzo tunayoendelea nayo wanahudhuria na tunajifunza na kuweza kuona manufaa ya jambo hili. Na sisi jukumu letu kubwa zaidi sio kusababisha uchumi wa kidigitali usiwezekane. Sisi tunachagiza. Na tunapochagiza ndio maana tunakaa na wakusanyaji na wachakataji wa taarifa binafsi ili kuhakikisha kwamba wao wanaona umuhimu wa kusajili, na wanaposajili biashara yao inazidi kushamiri, lakini wanaongezea imani wananchi ambao wanawahudumia. Kwa hiyo kwa kiwango hiki ambacho tunaendelea kusajili, kiwango cha 9,000 kwa miezi 20 tu sio haba. Na tunaamini kwamba kwa hii miezi 9 ambao tunaendelea nao, na sasa hivi kwenye hii elimu kwa umma tunaotoa, tunaamini kwamba wananchi wengi wakijua haki zao za kimsingi za faragha watahoji. Maanake hata wale watoa huduma wataona sasa ili tuendelee kudumu kwenye biashara inabidi tujisajili na kuzingatia sheria hii. Tumeona juzi waziri mwenye dhamana ya mawasiliano na teknolojia ya habari Mheshimiwa Angela Jasmine Mbelo Kairuki ametoa miezi 3 kupitia tume yenu kwamba wale wachakataji na wakusanyaji wa taarifa ambao bado hawajajisajili wafanye hivyo. Hiyo kipindi cha miezi 3 ikimalizika, wale ambao wamechelewa ama wamekaidi, mnachukua hatua gani? Kipindi hiki chote toka tumeanza hii miezi 20 ambayo inaisha, tuliangalia kwanza, ndio tulikuwa tunaanza kuanzisha taasisi. Na taasisi ni ngeni machoni pa watu, na mambo tunayoongea mpaka sasa hivi kuna bado watu wengine hawaelewi. Wanaamini sisi tuna taarifa binafsi za watu wote na database nzima tunayo. Yaani kwamba mimi nikifika pale niko Kotia, angalia hapa na kuona taarifa zako zote. Haiko hivyo. Ilivyo ni kwamba wao wakusanyaji na wachakataji ndio wanakaa na taarifa zao na huduma zao zote walizokuwa wanazifanya mwanzo waendelee kufanya. Na badala yake wanajisajili kwetu ikiwa inaonyesha commitment kwamba zile taarifa watazitumia kwa jinsi ilivyokusudiwa. Sasa hii tarehe ya mwisho iliyotolewa, hii ni kujisajili kwa hiari, na sisi kwa sababu tulikuwa tunatoa elimu. Kwa hiyo kinachofuata baada ya hapo, sisi tunaanza sheria inashika mkondo wake sasa. Maanake kama unakusanya na kuchakata taarifa na hujajisajili, hilo ni kosa la pili. Sawa. Na ni kosa la kwanza. Lakini kama mtu atakuja kukulalamikia kwa sababu unakusanya na kuchakata taarifa kwetu, utakuwa na makosa mawili. Na sheria itashika mkondo wake. Na sisi pia tutaanza kutembelea hizi taasisi kuweza kuangalia, je, zimejisajili au hazijajisajili. Vitu vingine kwenye jambo hili ni aibu. Gharama ya kujisajili ni ndogo zaidi kuliko tukiwa kutangaza wazi kwamba tumekupa kwanza onyo kwamba hii taasisi inafanya kazi kuhusiana na taarifa za watu, lakini haijajisajili Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Kwa corporate thinking, hiyo tu peke yake inaua branding yako. Kama ni taasisi yenye heshima na umekuwa ukitoa huduma hizo na umewaaminisha wateja wako kwamba faragha yao inalindwa, lakini hujajisajili, gharama yake ni kubwa zaidi kuliko public nzima ikijua kwamba hujajisajili na brand yako ni kubwa. Kwa hiyo katika kulinda brand na kutengeneza mazingira mazuri ambayo yatatusaidia katika swala la uchumi wa kidigitali, kujisajili
naona kwamba gharama ni ndogo zaidi kuliko kutokujisajili. Dokta, kwa haraka haraka kabla tujaruhusu simu ili watazamaji wetu waweze kushiriki nasi kwenye kipindi, wiki hii ya haki ya faragha na taarifa binafsi imeangukia katika tathmini ya siku 100 tangu serikali ya awamu ya 6 kipindi cha pili Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani. Unazungumziaje kwanza sababu ambazo zilifanya dunia ikatenga hii wiki ama siku ya haki ya faragha duniani? Jambo hili limeangukia kwenye siku 100 za Mheshimiwa Rais, na sisi tunashukuru kwamba hiyo ni by coincidence, kwa sababu hili jambo waga lipo miaka yote na linaadhimishwa wiki ya mwisho ya Januari. Sisi tumepata bahati mwaka huu na bado ndio tunaongelea kipindi cha mafanikio ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, siku zake 100. Jambo hili kwetu ni la muhimu sana na linaenda sambamba na mambo mengi. Unajua, katika mafanikio ya serikali tunaongelea katika sekta nyingi na katika maeneo mengi mtambuka. Tutaongelea kwenye utalii, mambo yamefanyika. Tutaongelea kwenye taasisi za kifedha, mambo yamefanyika. Tutaongelea mambo yanayoendelea kwenye huduma za kiafya, mambo yanatokea. Lakini katika mambo hayo yote msingi imara unaosababisha mambo yatokee sana sana ni mapinduzi ya kiteknolojia, na ambayo kwa nchi hii yanaenda kwa spidi kubwa, na tuna mifumo mingi inajengwa na maelekezo yaliyotoa mifumo kusomana yanaendelea kusomeka. Sisi sehemu kubwa ambayo tunachangia kwa kiwango kikubwa kwenye jambo hili ni kutengeneza sasa ile upande ya utu, kama nilivyosema. Utu, na utu ni imani. Kwa hiyo watu wanaziamini hizi huduma, ndio maana unaona mabadiliko, na tunaona kwenye uchumi, tunaona katika sehemu mbalimbali ambazo kwa matumizi ya teknolojia maisha yamekuwa rahisi zaidi. Lakini maisha yamekuwa rahisi kwa sababu wananchi wanaamini, na wanaamini kwa sababu si tupo tunalinda faragha yao. Na sisi tunasikika, na sisi tunafanya kweli kama jinsi tunavyotakiwa tufanye, ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na jamii inayoheshimu utu, inayoheshimu katiba, inayoheshimu sheria, na tuna taasisi ambazo kweli kwa pamoja tunafanya yale ambayo tunategemea kama ni maono yetu, na hasa kwa sasa tulipoanzisha vision yetu ya 2050. Mtazamaji wa Channel 10, kilicho bora kabisa, kipindi hewani ni Twende Pamoja, na mada kwa siku ya leo ni mafanikio ya Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi nchini Tanzania, na tumemwalika hapa mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi Dr. Emmanuel Mkilia. Sasa umefika wakati, mtazamaji, tunafungua simu yetu ili uweze kushiriki kwenye kipindi. Nambari ya simu inaonekana katika runinga yako hapo, tafadhali, na utakapopiga simu punguza sauti ya TV yako hadi mwisho, usijisikilize kwenye TV. Ukijisikiliza kwenye TV yako itasababisha kuleta mwangwi hapa studio, hatutasikilizana na sisi tutakutoa hewani. Sasa ili tusikilizane vizuri, punguza sauti hadi mwisho ya TV yako, wewe na mimi tusikilizane kwenye simu yako. Utakao unapiga simu, jitambulishe, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi, uliza swali, dokta yuko hapa, ama toa ushauri, ama omba ufafanuzi. Dr. Mkilia yuko hapa, atachukua hoja zako na kuweza kuzifanyia kazi. Dokta, wakati tukiendelea kusubiri simu za watazamaji wetu, katika utendaji kazi wenu na kufanya kazi, mnashirikiana vipi na taasisi nyingine, kwa mfano Tume ya TEHAMA kwenye utekelezaji wa majukumu yenu? Kama nilivyosema, swala la teknolojia ni mtambuka. Kwanza, kitu cha kwanza umeiona TEHAMA sio TEHAMA peke yake. Ndio. Lakini sisi wote tuko kwenye wizara moja. TEHAMA, tume ya TEHAMA ni wenzetu wenyewe wanaangalia hizi startup na jinsi teknolojia inavyoibukia. Kwa hiyo hawa startup, ili uone taarifa jinsi wanavyoibukia, bado watahitaji taarifa za watu binafsi ili kuona ile mifumo wanayoianzisha inaweza ikakuzwa na ikafikia sehemu ambapo itakuwa inazalisha na ikachangia kwenye uchumi. Tuna wenzetu wa TCRA. TCRA wenyewe ni regulatory authority wa mambo ya mawasiliano. Na wenyewe pia wana jukumu lao kwa ajili ya kuwaregulate
wale watu wa mawasiliano. Tuna watu wa TTCL. TTCL ndio wanaangalia hii miundo mbinu ya TEHAMA, wana fiber, wana nini. Tunaendelea kujenga hilo kwa pamoja, lakini tuna wizara kwa ujumla. Wizara yetu ndio inayotunga sera na ndio inayosimamia matengenezo ya sheria na ndio inayoangalia teknolojia yote kwa ujumla na jinsi tunavyo Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Yes, tuna wenzetu wa serikali mtandao. Huko ndio mifumo, tunaposema mifumo inasomana, na kule ndio mambo yote tunayoyaongelea ya utambulisho na nini. Na tayari wenyewe wanasimamia mifumo kusomana kisekta na baadaye inasomana sekta na sekta. Kwa hiyo sisi mifumo inaposomana, bado hatua ya mwisho utaongelea mtu. Na ukiongelea mtu, sisi ndio tunayemlinda huyo kwenye hiyo mifumo. Lakini hivi vitu vyote vinavyotengenezwa, hatua ya mwisho ni kuhakikisha kwamba huyu mtu anahudumiwa na anapata huduma na bado faragha yake inalindwa. Kwa hiyo unaweza ukaona huwezi kutuseparate. Ni lazima tufanye kazi pamoja. Lazima mfanye kazi pamoja kabisa. Kwa sababu ni watu ambao mnategemeana. Dr. Ulinzi wa taarifa binafsi na faragha hapa nchini unaakisi vipi viwango vya kimataifa? Unajua jambo hili ndugu yangu Mkotia, sio la nchi moja. Kwanza ni jambo la kimataifa, na kuna mambo mengi hapo ya msingi unaweza kaona ni jambo la kitaifa, kwa sababu ukianzia kwenye Tanzania tunataka mifumo yetu isomane na faragha ya mtu ilindwe, ni kwa mujibu wa katiba. Ndio. Lakini sisi ni wanajumuiya wa Afrika Mashariki. Afrika Mashariki tuna mambo mengi tunayoshirikiana ambayo yanahitaji utambulisho. Tuna passport ya pamoja, East African passport. Tuna custom. Tunapitisha sehemu moja. Mambo ya forodha. Tunahangaika na mambo mengine ya monitoring value. Kuwa na single currency, kuwa na pesa ya aina moja. Hiyo ni East Africa. Lakini pia si ni wanachama wa SADC. Na kwenye wanachama wa SADC na wanachama wa mashirika mbalimbali ya kimataifa, bado tunaongelea biashara ya pamoja. Na tukiongelea biashara, hatua mwisho tunaongelea mtu ambaye atashiriki katika hiyo biashara. Na katika Afrika ndio walipitisha ile sheria ya Malabo Convention. Ile walisema kwamba ili tuwe na mtazamo wa pamoja kwa Afrika na soko la Afrika, ni lazima hizi sheria tatu ziwepo. Na sisi tumesaini hiyo. Tuko na hizi sheria tatu, hii ya Cybercrime, hii Transaction Act na hii ya Personal Data Protection. Lakini mambo haya ni ya muhimu kwa sababu tunaangalia kama tunataka uchumi wa kidigitali. Uchumi wa kidigitali sio ndani ya mipaka tu, unatoka mpaka nchi. Unaona, tuna mambo ya usalama wa nchi. Haya mambo ni lazima tudiscuss. Kwa hiyo tunapoongelea taarifa za watu binafsi, yanagusa pia mambo ya kiusalama. Kwa hiyo ni lazima tuwe na mahusiano na wenzetu pia, ili kuhakikisha taarifa za watu wetu bado zinakuwa kwenye mikono salama na nchi inaendelea kuwa kwenye mikono salama. Kwa hiyo tuna ushirikiano mkubwa, na huu ndio mtazamo wa dunia. Kama tusipokuwa na ushirikiano huo, tutakwamisha uwekezaji katika nchi yetu. Na labda katika tathmini zenu kwa jinsi mnavyofanya kazi pamoja na mataifa mbalimbali na taasisi nyingine za kimataifa, mnapojipima kati yenu nyinyi na taasisi nyingine kimataifa, kuna vitu gani ambavyo mmeona mmefikia na maeneo gani ambayo bado hamjafikia, mnatamani myafikie, na mnatarajia labda nini kiweza kufanyika ili kufikia kule mnapotaka? Kitu kizuri sana ambacho nakiona, na mimi nasema ukianza vizuri utafika vizuri. Sheria yetu ilichukua takriban zaidi ya miaka 10 ili kuweza kufikia hapo. Unajua sheria hii ilitakiwa iwe imesainiwa kuanzia mwaka 2015 kama hizi sheria nyingine zilizosainiwa. Lakini zilichakatwa kwa muda wa kutosha ili kuweza kuona uhalali wake wa kuwepo. Na kwa Afrika tumekuwa tukisifiwa na wakisema kwamba
sheria yetu ndio inaangalia uhalisia zaidi. Kwa sababu wenzetu wengine wametunga sheria ambazo wamezikopi. Yes. Mtazamaji, nambari ya simu inaonekana katika runinga yako hapo kama inavyosemeka 0735 piga simu sasa, jitambulishe jina lako na piga simu kutoka wapi, alafu uliza swali. Dr. Mkilia yuko hapa, ataweza kujibu maswali ama kuomba ufafanuzi, atajibu. Na hata kama utatoa ushauri, dokta atapokea ushauri kwa ajili ya kuweza kufanyia kazi. Usijisikilize kwenye TV, punguza sauti hadi mwisho, alafu wewe na mimi tusikilizane kwenye simu. Piga simu, jitambulishe, unapiga simu kutoka wapi, alafu uliza swali lako. Na endelea. Niko nasema kwamba sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ina mahusiano sana pia hata na utamaduni wa nchi ilivyo, na hata jinsi mtazamo wa nchi inapotaka kutengeneza teknolojia yake katika nchi. Sisi mifumo yetu mingi, kuna mifumo ya serikali ambayo imetengenezwa na Watanzania. Na imelenga kuangalia utamaduni wa Kitanzania pia. Na sheria yetu inajaribu kumlinda Mtanzania kulingana na katiba yetu ilivyo, na ndivyo inavyotakiwa kutafasiriwa katika mifumo yetu tulionayo. Kwa hiyo tunaonekana kuwa na sheria ambayo ni nzuri na ambayo imeangalia mazingira na inatekelezeka. Na hicho ndio tunachokiona. Na ukiangalia hata katika nchi ambazo tumekuwa tukishiriki nazo, hata kuanzishwa kwa hii taasisi na kwa huu muda ambao tunao, tumefikia mbali kwa muda mfupi, kwa sababu tunapokelewa. Kwa sababu tunaangalia hata wadau wetu tunaofanya nao kazi, iwe ni taasisi binafsi au taasisi za umma, tunaona mwitikio. Ila tunaona silaha kubwa hapa ndio tunayotakiwa kuifanya, ambayo tunaona bado ndio tuko nyuma kidogo, ni kuhakikisha tunaongeza kutoa elimu kwa wananchi wenyewe, kwa wakusanyaji na wachakataji, lakini pia na kwa viongozi wa taasisi, wakuu wa taasisi za umma na binafsi, ili kuweza kuona umuhimu wa kujisajili na uzingatiaji wa sheria hii. Hilo ndio tunaloliona. Na kama tunaenda vizuri mpaka sasa, hatujapata yale makosa makubwa kama wenzetu wanavyofanya. Wenzetu washapigana mafaini makubwa sana. Lakini sisi tunaona kwamba kwa huu muda wote wa hii miezi yote tulikuwa tunatoa elimu zaidi. Na hapa tunapotoa muda wa mwisho, manake tukirudi sasa, tunaamini kwamba sasa Watanzania watakuwa wanaelewa, na hata wakusanyaji na wachakataji watakuwa wanaelewa, na tunaamini usajili utaongezeka. Dokta, kwa kuwa tupo ndani ya siku 100 za kufanya tathmini ya utendaji wa serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, nyinyi kama watu kutoka tume, unazungumziaje jitihada za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha hii tume ili iweze kufanya kazi na malengo ya serikali yaweze kufikiwa? Kitu cha kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye ndiye aliyesaini hii sheria. Lakini si hivyo tu, katika mazingira ambayo yalikuwa yako critical, pamoja na ubize wa kazi alizokuwa nazo, alipata nafasi ya kuja kuzindua tume hii yeye mwenyewe. Na kabla ya kuzindua, tulipata nafasi ya kuonana naye na kueleza jinsi tulivyojiandaa na jinsi tunavyoendelea kujenga hii taasisi. Lakini alitokea, alizindua, na hotuba zake zipo, na hotuba ile ilikuwa ni master class. Ilikuwa ni elimu kwa umma moja kwa moja kwenye uzinduzi wake. Na baada ya kuzindua pia tumeona mambo mengine ambayo yanaendelea kwenye teknolojia, kwa sababu sisi pia ni sehemu ya nani kubwa ya maono makubwa ya kwake katika kuipeleka Tanzania kuwa Tanzania ya kidigitali. Kwanza ni yeye alikuja akazindua ule mkakati wetu framework ya digital economy framework, tukiwa na wenzetu wa TNBC. Lakini kila akija kuzungumza katika mambo ya kiteknolojia, anasisitiza katika swala la matumizi ya teknolojia, anasisitiza mifumo kusomana, anasisitiza kuona katika hiyo mifumo inaendelea kuwa salama. Kwa hiyo kwa maana nyingine, tunaona sisi ni sehemu pia ya muhimu katika maono yake ya kutimiza hizo siku 100 na kwa jinsi ambavyo tumekuwa tukifanya. Lakini ukiachana na hilo, juzi amekuja kuzindua dira yetu ya taifa ya maendeleo. Lakini ndani yake inaonyesha kwamba teknolojia ndio itakayowezesha kuweza kufikia malengo yale. Sasa ukisema vile,
maana yake tunaongelea ile utu watu nani, faragha za watu ziimarishwe zaidi ili watu wawe ni sehemu ya maono haya makubwa. Kwa hiyo naona sisi pia kuna sehemu tunayokimbiza. Sisi tunachohubiri ni kwamba tutengeneze uaminifu, na huo uaminifu ni pale hii mifumo inapokuwa imezingatia sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Dokta, ukiacha tume hii ya ulinzi wa taarifa binafsi, kuna tume ya haki jinai ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliiunda na alitoa maelekezo mule. Kati ya nyinyi na haki jinai kuna mahala mnakutana? Sisi hatukutani moja kwa moja, yani direct tuwe na contact ya kufanya nao kazi kwa sababu sisi kimajukumu. Sisi tunaposema ulinzi wa taarifa binafsi, hii dhamana ipo kwa wakusanyaji na wachakataji. Sisi ni marefa, ni regulatory. Na kama ni regulatory, sisi bwana, yani kama vile wakati mwingine nasema tumempa mchawi mtoto ale. Si unanielewa? Wewe bwana, si una taarifa za watu binafsi? Si unaifahamu hii sheria? Si unajua matakwa ya hii sheria? Basi zingatia. Unapokuwa unahangaika na taarifa za huyu mtu, zingatia hiyo sheria. Yule mtu ndio anayekuja kulalamika kwetu. Akilalamika, bwana, huyu jamaa nimempa taarifa zangu ili anihudumie jambo fulani. Lakini matokeo yake hizi taarifa zangu amezipeleka kwa mtu mwingine wa tatu. Kwa biashara bila bidhaa yangu. Ananigeuza mimi bidhaa ili afanye biashara na mtu mwingine. Hilo ni kosa. Lazima tukuwajibishe kwa mujibu wa sheria. Sasa haki jinai hii ni tume ambayo iliundwa kwa makusudi ambayo yalikuwa yanatakiwa kufikiwa, ambayo mi term of reference hata sisijui. Kwa hiyo naweza nisiwe na majibu mazuri ya kuweza kusema kama kuna sehemu tunakutana. Labda tutakutana kwa sababu tunaona uchanga wetu wa hiyo miezi michache. Labda kuna sehemu tutakutana endapo katika hayo mambo kutakuwa na pia na uvunjifu wa misingi ya faragha za watu. Kwa sababu sisi tunakutana nao kwenye faragha. Na ndio maana nimekuambia tume yetu inafanya kazi pia na taasisi nyingine zinazosimamia sheria. Naweza kufanya kazi na polisi, naweza kufanya kazi na hizo kama hiyo tume unaoiongelea, naweza tukafanya kazi na TCRA hivyo. Yeah. Na katika lile agizo la Mheshimiwa Waziri Angela Kairuki la swala zima la kujisajili, umezungumza hapo kwamba kasi ya kujisajili ipo, inaendelea kufanyika. Na elimu bado umeona ni changamoto. Mmejiwekea utaratibu gani wa kuhakikisha kwamba elimu kwa jamii kuhusiana na majukumu ya tume ya ulinzi ya haki inakuwa zaidi? Tuna malengo ya kutosha. Tunaigawanya elimu kwa umma katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni kufundisha wananchi wenyewe, kuwaelimisha wananchi, hiyo ambayo tunaita ni public education. Ndio. Kama hii tunaofanya. Yes. Hii nayo ni elimu kwa umma. Elimu kwa umma. Na kama ni elimu kwa umma, maana yake kuna Watanzania watakuwa wamefaidika na hiki ninachokiongea, na pengine watakuwa wamejua haki zao za faragha. Kwa hiyo hii tunatumia njia mbalimbali kwenye mitandao, kwenye platform zetu, tunakutana na media kama hivi tunavyoongea, tunatumia na hizi majukwaa kama hili tunaoongelea sasa hivi la wiki ya faragha. Hapo ni pale tunapokuwa tunaongelea elimu kwa watu wahusika, data subject. Lakini tuna elimu kwa ajili ya wakusanyaji na wachakataji. Kule kuna maafisa ulinzi wa taarifa binafsi ambao wamechaguliwa na hizi taasisi zote ambazo tumekwisha kujisajili. Kwa hiyo tunakuwa na mafunzo ambayo tunayaendesha, na tunategemea kuendesha mafunzo haya tena mjini Mbeya, ambayo tunategemea yataanza mwezi ujao mapema, tumeshatangaza. Kwa hiyo ni moja hapo, lakini vile vile tumetengeneza ambapo tunataka tutengeneze certification, mtaalamu wa ulinzi wa taarifa binafsi katika hizi taasisi, ili iweze kusaidia wale wanaohudumia hizi taasisi na waliochaguliwa kwenye taasisi kwa mujibu wa sheria hii. Sasa hivi tunashirikiana na Chuo Kikuu cha Open University ili kuweza kutengeneza taaluma kabisa, mtu anapata cheti akiwa anajulikana kwamba huyu
ni afisa ulinzi wa taasisi ambaye ana sifa zinazotakiwa na anajua mambo yote ambayo yanatakiwa kuwepo. Lakini elimu kwa sehemu ya tatu, tunafanya ziara. Sasa hivi tunakutana na wakuu wa taasisi zote za umma na taasisi za binafsi ili kuweza kujadili kimkakati. Unaona hapa sasa hivi tunaongelea habari ya uchumi wa kidigitali na maono ya Mheshimiwa Rais, tunaongelea siku 100. Sasa tunaonyesha kwamba kama viongozi, kwa nini tunahitaji kuhakikisha ulinzi wa taarifa binafsi inakuwa ni sehemu ya kimkakati katika kufikia malengo haya, kwa sababu uchumi unajengwa kwa kushirikiana na taasisi za umma na taasisi za binafsi. Na sisi pale ndio tuko kama grisi sasa kuweza kuhakikisha kwamba ili jambo tunalifikia. Lakini Dokta, tume imezingatia vipi umuhimu wa teknolojia na mabadiliko ya kidijitali katika utendaji wenu wa kazi wa kila siku? Jambo hili ndio lilikuwa la kwanza kabisa tulivyoanza tu tulikuwa wakati tunachola ramani kwamba hivi tutatekelezaje. Tunasema tunataka tusajili watu. Kwa hiyo kitu cha kwanza tulikuwa na mambo matano ya kufanya. Jambo la kwanza lilikuwa ni kujenga uwezo wa taasisi. Tuone sasa, ukiangalia ujue kwamba hapa tuna tume ya ulinzi wa taarifa binafsi, lakini tumepiga kelele sasa hivi kuna watu wanajua kwamba kuna tume ya ulinzi wa taarifa binafsi. Nafikiri na wewe unalielewa hilo. Ndiyo. Na wewe leo ulikuwa unasifia, unatuona kwenye mitandao kabisa. Kwa hiyo tupo. Jambo la pili lilikuwa ni uzingatiaji. Sasa kwenye uzingatiaji, maana yake tuna uzingatiaji wanafanya shughuli ya usajili, unaona, na kuhakikisha kwamba kuna uzingatiaji. Sasa kwenye usajili, maana yake kama ingekuwa ni kama zamani watu wangekuwa wanajaza fomu afu tunarundika zile fomu, labda tunaanza kuandika, teknolojia ingekuwa hivyo. Lakini sisi hatuhitaji mtu kufika kwenye tume kwa ajili ya kuja kujisajili. Tuitengeneza mfumo ambao mtu anafanya usajili popote pale alipo na unafanya kazi. Ndio maana tuna hiyo idadi ambayo nakwambia. Na sasa hivi tumemaliza kutengeneza mfumo wa kufanya patrol mtandaoni, online patrol. Huu mfumo ukiingiza kwenye mifumo yako inakuonyesha ni sehemu gani una mapungufu ambayo yanaweza yasikizi uzingatiaji wa ulinzi wa taarifa binafsi kwenye mifumo yako. Kwa hiyo hayo mambo ni mambo ya kiteknolojia na tunaendelea kutengeneza mifumo mingine. Tuna tovuti yetu. Sasa hivi hata mafunzo tunayofanya, usajili wa watu wanaokuja kuhudhuria wanajisajili kwenye mtandao. Na ni mambo mengi ambayo tunayafanya, na pia tukiwa ni sehemu ya the bigger transformation of technology of the country. Kwa hiyo tunaona kwamba mambo yote tunayoyafanya, tunaamini tutasimamia utekelezaji wa sheria, lakini kama mambo yenyewe yanafanyikia kwenye teknolojia ni lazima tuwe na miundombinu ambayo itatusaidia kule kwenye teknolojia. Tutaonaje ridhaa ya mtu inatolewa wakati anapata huduma kwa njia ya kidigitali? Dokta, katika tume kuna mambo mawili nayaona hapo, kuna haki ya faragha na ulinzi wa taarifa binafsi. Yes. Nimesoma mahala kwamba endapo taarifa za mtu akibaini kwamba taarifa zake zimetumiwa bila idhini yake, anaweza kudai fidia ya hadi shilingi milioni 100. Hili likoje? Hili tunavyoliangalia, sheria inaruhusu hivyo na lazima itapita kwenye vyombo vya haki jinai, na wakati mwingine kama sisi kwa mamlaka tulio nayo pia tunasikiliza hizi na tuna hukumu. Na kinachotokea pale tunaangalia huyu mtu kwa taarifa zake kuvuja ameathirika kwa kiwango gani. Sasa ile athari unaweza ukaieleza mwenyewe. Unajua kuvunja kwa hizi taarifa zako, yani kuvujisha kwa taarifa zako au kutokuzingatia faragha, maana yake ni kwamba mwenye athari ni wewe, na utakapoelezea tutachakata na kuweza kuona kama ni kweli iko kwa athari hiyo, na sheria inaonyesha utastahili kulipwa fidia kiasi gani. Wewe ndio utakayesema unataka kulipwa fidia kiasi gani. Sheria tu imeweka hiyo mipaka. Kwa mfano ninavyosema hivi, kuna taarifa ambazo tuna aina mbili ya taarifa. Kuna zile ambazo tunasema very sensitive information na
non-sensitive information. Sensitive information ni zile ambazo athari yake ikitokea ni kubwa kwako, ni athari kubwa. Sasa athari kubwa unaweza kuona kama taarifa zinazohusiana na mambo ya fingerprint, alama zako za vidole, zinazohusiana na habari yako ya afya, inayohusiana na mambo yako ya kiuchumi. Kama ikitolewa ikakuathiri, maanake unaweza ukatoa ulinganisho kwamba kabla hivi maisha yangu yalikuwa hivi, lakini baada ya hiki kutokea hapa ndipo nilipo. Kwa hiyo athari ninayoipata ni hii na hii na hii, na kwa maana hiyo mimi namshtaki huyu anilipe fidia kiwango hiki. Basi, kwa sababu msingi yote haya ni kuvujisha taarifa zangu. Yes, ndio ninachomaanisha. Na ikitokea hiyo sasa, ndio sasa inasikilizwa na tume na maamuzi yanatolewa. Yeah. Na hii yote inaonyesha umuhimu wa namna gani watu wanatakiwa kuwa makini zaidi kwenye swala zima la taarifa. Lakini huwa mnapata platform ya kukutana na hawa wakusanyaji taarifa na wale wachakataji, kuwaeleza madhara ya utoaji wa taarifa za watu bila ridhaa zao. Kabisa, tunafanya hivyo, lakini kwa bahati nzuri, kwa mfano kwenye watu ambao wamekuwa kwenye biashara kwa muda mkubwa, hasa makampuni makubwa, ndio wanalijua hilo jambo, na yale makampuni ambayo yanafanya kazi zaidi ya nchi moja, ili jambo ni international. Sisi tunaweza tusione athari ni kubwa sana kwa ile kupata, yani kupewa jina baya, kwamba yani unajua ikionyesha kwamba wewe auheshimu faragha ya mtu mwingine kwenye maisha ya kibiashara, maanake unapoteza wateja. Unaona? Maanake ni kwamba taasisi yako inaenda kufa. Na hata hiyo ndio tunaoisema kwamba ukipewa onyo kwamba hujazingatia sheria hii, unayemwathiri sio tume, unayemwathiri ni mteja wako. Na biashara ni kuaminiana. Unajua kuna kuaminiana kama mimi na wewe tunauziana kitu hivi, ndio ni rahisi, lakini teknolojia haina hilo. Teknolojia maana yake ni kwamba kuna mtu mwingine yuko Ulaya, kuna mwingine yuko hapa, lakini mtu anaamini na anatuma hela na analetoa bidhaa na maisha yanaenda. Lakini ile bidhaa ikija, itakuja kwa taarifa zake binafsi ili ziweze kukufikia. Kwa hiyo tunaweza kuona katika mazingira haya ya teknolojia, jambo la faragha kama ni jambo la muhimu sana, na ndio msingi imara katika uchumi wa kidigitali. Dokta, kwa sababu muda sio rafiki na umemalizika kwa sekunde kadhaa, Januari 28 ndio kilele cha wiki hiyo ya faragha, ingawa mnakwenda hadi tarehe 30 ya mwezi huu. Ujumbe kwa watazamaji wa Channel 10 wa Tanzania, unawaambia nini katika hizi siku chache zilizosalia, na umuhimu wa kutunza na kulinda taarifa binafsi pamoja na kuzingatia faragha za watu? Ambacho ningependa kuambia ni kwamba lengo la tume ni kumlinda mwananchi wa kawaida ambaye anatumia teknolojia kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali. Kwa hiyo elimu hii ambayo tunaitoa ni muhimu, na tutoe wito kwamba ulinzi wa faragha unaanzia kwa mwananchi mwenyewe. Lakini jambo la pili, tunahitaji kuona teknolojia inakuwa, tunahitaji kuona ubunifu na teknolojia inaendelea kuwa ni nguzo imara ambayo itasababisha kufikia malengo yetu ya uchumi wa kidigitali, na vile vile kufikia malengo yetu ya dira 2050. Lakini jambo la muhimu ni kuhakikisha kwa ile nafasi na ridhaa mliopewa kwa ajili ya kukusanya na kuchakata taarifa, basi sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ndio iwe ni marking scheme ya kuweza kuhakikisha kwamba taarifa hizi zinaendelea kuwa salama na kuweza kuongeza imani kwa wananchi kwa ajili ya matumizi ya teknolojia hii. Lakini pia tulione ni jambo la kimkakati kwa wakuu wa taasisi wote za umma na binafsi, kwamba uzingatiaji wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi unaongeza au unachagiza ukuaji
wa taasisi zao na kupata wateja zaidi ambao wataziamini na kuamini mifumo inayotumika kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali, lakini inaongeza pia ubunifu wa matumizi ya teknolojia ili kuhakikisha kwamba nchi yetu inazidi kusonga mbele na uchumi unaendelea, na wakati huo huo tukiwa tunazingatia kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao tunaitumia sasa, kauli mbiu ambayo inasema kazi na utu, tunasonga mbele. Sasa kazi ndio huku tunakoshughulikia mateknolojia ili tuweze kuona yanaenda. Utu Watu wengi wamekata tamaa baada ya kugundulika na homa ya ini, hepatitis B. Magida ni suluhisho la tatizo hilo. Lonzwe ni suluhisho la fangasi sugu, PID na hormone imbalance. Mkamba ni suluhisho la mshipa wa ngiri, tezi dume na husaidia kusafiri vyema na mwenza wako. Mbasa hupevusha mayai mawili na kufanya upate mapacha. Wande huondoa sumu mwilini na ni suluhisho la kifafa. Ngumbo huondoa changamoto ya bawasiri ya nje ama ya ndani. Msongwa ni suluhisho la presha na kisukari, husaidia kongosho lifanye kazi kwa ufasaha. Sengi